Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heavenly Embassy. Na leo nataka nikufundishe siri ambayo haujawahi kufundishwa na mtu, siri ya mafanikio makubwa sana hapa duniani. Siri ni kwamba zungumza sana, ongea sana, zaidi ya unavyokula, zaidi ya unavyokunywa kitu chochote hapa duniani. Tumia mdomo wako kuongea. Sio kuongea na marafiki, sio kuongea na watu wa karibu, sio kuongea na maadui, sio kurumbana, sio kuongea na mpenzi wako au ndugu zako, hapana. Ila ni kuongea juu ya hatima ya maisha yako na juu kwenye ulimwengu wa roho. Nikiwa na maana gani? Siri kuu mbili hizi zitabadili historia ya maisha yako. Ongea juu ya hatima ya maisha yako, lakini pia ongea kwenye ulimwengu wa roho. Vita yetu si juu ya mwili na nyama, bali kwenye ulimwengu wa roho, na njia pekee ya kupata access kwenye ulimwengu wa roho ni kupitia maneno. Maneno yanaumba. Ndio maana ukifata pale mwanzo, hapo mwanzo hakikuwepo kitu. Kupitia maneno Mungu akaumba kila kitu ambacho mpaka leo nakiona. Lakini pia Mungu akakwambiaje kwamba utamke chochote utakachokitamka duniani au mbinguni kitafunguliwa, au duniani au mbinguni kitafungwa. Lakini pia kupitia Yohana 1 anakuambia hapo mwanzo lilikuwepo neno, naye neno alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kumbe maneno yako yakiwa ni ya baraka yanakuwa ni Mungu, yakiwa ni ya laana yanakuwa ni ya shetani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mithali 18 mstari wa 20-21 anakuambia hivi kwamba tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yao. Nataka nikuulize, piga picha tu mtaani kwako, watu wanaoongea si ndio wamefanikiwa? Chukulia mfano tu wanasiasa wakubwa, watu wanaojua kuongea maneno mengi na kuongea kwa hekima ni vitu viwili tofauti. Tofautisha mtu anayepiga kelele na kulopoka, alafu tofautisha na yule mtu anayeongea kwa hekima na busara na kupangilia maneno, lakini pia mtu yule anayejinenea maneno ya baraka na mafanikio. Nataka nikwambie kwamba chochote kile unachokihitaji kitokee kwenye maisha ni matokeo ya ulimi wako. Usipokinena hakitotokea. Unataka utajiri, lazima ujenge kuanzia kwenye maneno yako. Unataka mke sahihi au mume sahihi, lazima anza kutamka kuhitaji hicho kitu. Unahitaji Roho Mtakatifu, tamka. Unahitaji umone Yesu Kristo, tamka. Unahitaji ubarikiwe, ufanikiwe, tamka. Jitamkie baraka na mafanikio. Watu wengi hapa duniani tunasubiri watu watutamkie, lakini wewe ni lini utaanza kutumia kinywa chako kutamka? Unasubiri mtumishi wa Mungu akuombee, unasubiri mtu fulani akutamkie akuombee. Wewe ni lini utaanza kutumia hicho kinywa? Kumbuka Mungu amekupa hicho kinywa si kwa ajili ya kula tu, si kwa ajili ya kunywa tu. Kwanza kinywa chako hakijaja tu kwa ajili ya kula, wala hakijaja kwa ajili ya kunywa, wala hakijaja kwa ajili ya kuongea na watu, bali kimekuja kwa ajili ya kujitamkia mafanikio, ushindi, kibali, kufanikiwa, kuwa nyota, kuwa mtu mkuu hapa duniani. Lakini pia kimetumika kama njia za kumshinda yule mkuu wa giza kwenye ulimwengu wa roho. Hapo ndipo unatangaza ushindi wako. Watu wengi na washangaa wanasema, "Oh, nimelaaniwa, sio mtu fulani alinitamkia maneno fulani." Hapana, kwani wewe hauna kinywa? Kama alitamka maneno yake, kwa nini wewe usitamke ya kwako ambayo unayajua wewe? Mtu alikutamka kwamba wewe utofanikiwa, kwa nini umwache yeye maneno yake yaathiri maisha yako? Na wewe tamka, ndugu yangu, tamka. Mtu anapokuwa amekutamkia mabaya, wewe jitamkie mazuri. Yale mazuri unayoyatamka juu ya maisha yako ndo hayo yana nguvu. Kumbuka maneno yanayotamkwa nje yana 1% tu kubadili hatima ya maisha yako wewe usipoyaruhusu, ila ukiyaruhusu yana uwezo wa 100%. Ndio maana watu wanaokuroga, watu wanaokunenea mabaya, watu wanaokulaani, watu wanaonuia mabaya juu yako yanafanya kazi kwa sababu wewe huyabatilishi kwenye ulimwengu wa roho na kuyapindua. Leo nataka ujifunze mbinu za kupindua mabaya yote yanayokuwa yamekuelekea wewe. Maisha yako wewe una kila kitu, una ulimi, una mdomo.
Ndugu yangu, unahitaji nini hapa duniani? Mungu amekupa silaha tosha ya kufanikiwa. Watu wengi wanahisi kufanikiwa ni kutembea tu mwili nini. Hapana, ulimi wako ndo unaokupa ushindi. Ulimi wako ndo utakaokupa mafanikio. Ulimi wako ndo utakaokupa chochote unachokihitaji hapa duniani. Ukianza kutumia kwa nguvu bila kuangalia watu wanasema nini, ukaanza kujitabilia ushindi, kile utakachokitabiri juu ya maisha yako ndo hicho hicho wewe unachokinena. As long as tumia maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yapo, Biblia ipo. Unasubiri nini? Ndugu yangu, tamka na kupa uhakika maisha yako hayatobaki kama yalivyokuwa. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus mighty name. Amen. Shalom.